Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia wananchi Young Africans kwa kile ambacho kwa sasa wanakiendea. Ni mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara dhidi ya Coastal Union. Kocha mkuu Amirudi Hamdi ametangaza kikosi chake ambacho kinachoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa. Ikumbuke kwamba klabu ya soka ya Young Africans imesalia michezo takribani 6. Wakicheza huo dhidi ya Coastal Union wanabakisha michezo 5 tu, ukitoa ile dabi ya Kariakoo ambayo haijachezwa na Young Africans. Msimamo wao walikwambia kabisa kwa barua na maandishi kwamba wao hawachezi dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo itakuwa imesalia michezo 5 tu wakicheza na mchezo huu ambao nimekusogezea hapa kikosi chake dhidi ya Coastal Union. Wanakuwa Young Africans wamebakiza michezo 5 tu. Mpaka sasa klabu ya soka ya Young Africans ipo juu ya msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa wamecheza michezo 23 wakiwa na alama 61 pale juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa mimi nimekusogezea kikosi hicho ambacho kimetangazwa dhidi ya Coastal Union na kocha Hamdi kama ifuatavyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu, hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze kuhusiana haya ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, mara baada ya klabu ya soka Young Africans kuweza kutoa sherehe na kulipa kisasi dhidi ya Tabora United katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara mabao 3, ukiweza kuongoza na kuchukua alama 3 pale Tabora. Sasa wanarudi Dar es Salaam wakiweza kuja kumenyana dhidi ya Coastal Union. Young Africans watakuwa wako nyumbani, ni tarehe 7 ambayo watakaweza kualika pale KMC Complex klabu ya Coastal Union. Sasa kikosi kiko vipi ambacho kimetangazwa? Golini anasimama Djigui Diarra, skin protector, akiendeleza ubora wake, akiendelea kuchukua clean sheet. Katika mchezo wa Tabora alichukua clean sheet, na huu anataka kuweza kuchukua clean sheet dhidi ya Coastal Union. Kumbuka ya kwamba mara ya mwisho kukutana hapa, nazungumzia klabu ya Young Africans dhidi ya Coastal Union ilikuwa ni tarehe 26 mwezi wa 10 2024, ambapo Coastal Union alifungwa bao 1 tu kwa 0 na Young Africans. Vipi mchezo huu utakuwaje? Lakini golini atakuwepo Djigui Diarra. Tusubiri kuweza kusikia ni nini kitakachojiri. Lakini kwa upande wa beki namba 2 atakuwepo Israel Patrick Mwenda, miongoni mwa mabeki ambao kwa sasa wanauwasha moto kweli kweli. Amekuwa na nafasi kubwa kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mwalimu Amirudi anaendelea kuweza kumwamini na kumwanzisha kasi yake, kupandisha mashambulizi, kurudi kukaba faulo zake zile tamu ambazo zinaenda moja kwa moja kwenye kamba. Basi bila shaka utakwenda kuzishuhudia hizo ndani ya dimba la KMC dhidi ya Coastal Union. Lakini kwa upande wa beki namba 3 atasimama Issa Shadrack Kiboko. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli. Ana kasi na mbio, kazi yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba mashambulizi yanapanda kwa kasi ya 4G. Ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya soka Young Africans wamekuwa wakiutegemea pia upande wa Issa Shadrack Kiboko kwenye kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo atakuwepo na shughuli yake utaenda kuiona pale katika dimba la KMC. Lakini kwa upande wa beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake,
amekuwa na wakati mzuri kweli kweli na kikosi cha Young Africans. Kwa sasa ni moja kati ya walinzi bora kweli kweli katika ligi kuu ya Tanzania, na ameendelea kudhihirisha ubora wake katika hii michezo ambayo amekuwa akiendelea kucheza akiwa na jezi ya klabu ya soka ya Young Africans. Nafasi ambayo amepata kuanza ni katika mchezo huu mkubwa kabisa dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo. Lakini kwa upande wa beki hapa nazungumzia namba 5 anakuwepo kapteni msaidizi hapa nazungumzia Dickson Job, na unafahamu shughuli yake. Ni miongoni mwa watu makini kabisa ambao wanakwenda kusimama katika kile ambacho kinachoonekana, na kila mmoja ameendelea kuweza kusimamia ubora mkubwa kabisa ambao kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo utakapokwenda kutokea. Lakini kwa upande wa namba 6 unafahamu ya kwamba huyu anasimama ni Alidi Aucho. Unafahamu ubora wake, amekuwa na nyakati nzuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na unafahamu shughuli yake. Ni miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na unafahamu ubora wake kwamba namna gani ambavyo kila mmoja anakwenda kushuhudia nafasi huu ambao anatengeneza, huu anacheza kusimamia kiungo pale cha katikati. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo atakuwa nayo, si mwingine bali unazungumzia huyu ni Alidi Aucho. Lakini katika upande wa namba 7 anasimama Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, mwalimu anaendelea kuweza kumwamini na kumpa nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza, jambo la neema kabisa kuweza kumshuhudia hapa. Nazungumzia Maxim Nzingeli akiendeleza ubora wake, kasi, mbio, maarifa, kufungua kodi za wapinzani ili kuweza kupitisha mali kuelekea kwa wafungaji. Ni kazi kubwa ambayo huwa anaifanya Maxim Nzingeli. Lakini pia hata timu unapokuwa haina mpira, kazi kubwa huwa anaifanya ni kuweza kuhakikisha anafanya pressing ya nguvu kabisa ili kuweza kuwapokonya wapinzani mali. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia namna gani ambavyo kazi kubwa atakayofanya Maxim Pia Nzingeli. Lakini katika upande unazungumzia huu ni namba 8 sasa hapa, ambapo namba 8 anasimama Duke Abuya. Mwalimu anaendelea kumwamini na kuweza kumwanzisha katika michezo hii. Kazi kubwa ambayo anaifanya Duke Abuya ni kuhakikisha kwamba wapinzani hawapumui kweli kweli katika kile ambacho ni kuharibu mipango ya wapinzani na kufanya pressing ya nguvu kabisa. Utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo atakayofanya Duke Abuya. Nafasi yake ambayo anaicheza ni namba 8 na mwalimu amempatia majukumu kama hayo. Lakini kwa upande wa namba 9 ni kuhakikisha kwamba lango linakuwa linatikiswa vilivyo. Hapa nazungumzia Prince Mpumelelo Dube, top scorer wa klabu ya soka Young Africans, mabao 11 kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mambo yamekuwa ni mazuri kwa sasa. Dube sio yule Dube wa mara ya kwanza, sio Dube wa Azam, ni mabao tu bila kushuhudia majeraha kama ilivyokuwa katika kipindi cha misimu mingine. Dube anaendelea kuweza kuweka rekodi ambayo kwa sasa unaweza kusema katika maisha yake ya soka ndio wakati wake bora zaidi kuliko nyakati zingine ambazo amewahi kucheza, akiandika rekodi kubwa kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini kwa upande unazungumzia wa namba, hapa nazungumzia simu nyingine namba 10 anasimama simu nyingine bali unazungumzia huyu ni Pacome Zouzoua. Mwalimu akiendelea kumpa nafasi ya kuanza katika mchezo hii, ameendelea kuenda kuonyesha ubora na kuonyesha kwamba yeye anastahili kuwa bora zaidi ya kile ambacho watu wanakizungumza. Kwa hiyo anaanza katika nafasi hiyo. Namba 11 anaanza Clement Mzinze. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya ma striker unaweza kuwaita hivyo, lakini pia wanaweza kutokea pembeni na kuwa kama mawinga. Kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya Clement Mzinze, na kushuhudia namna gani ambavyo kazi kubwa ambayo anaipiga kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Hii ndio Wena Media, na hiki ni kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambacho kimetangazwa kitakachoanza dhidi ya Coastal Union Wanamangushi katika kuzisaka alama 3 kuelekea mwishoni mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kuacha maoni yako katika upande